Wizara ya Madini imeanzisha zoezi la kukusanya maoni, kutoa fursa kwa wananchi na washikadau wa sekta ya madini kutoa mapendekezo yanayolenga kuimarisha usalama, uwajibikaji na ukuaji wa sekta ya madini nchini. Yvonne Shirisha na maelezo zaidi. Wizara ya Madini imeanzisha zoezi la kitaifa la ushirikishaji wa umma katika harakati za kuimarisha usimamizi wa sekta hiyo na kukuza maendeleo endelevu ya kuchimba madini nchini. Mashauriano hayo yanaendelea katika maeneo mbalimbali nchini ili kukusanya maoni ya wananchi kabla mapendekezo hayo kuwasilishwa bungeni. Akizungumza wakati wa mkutano wa mashauriano uliofanyika Mombasa, mkurugenzi wa utoaji leseni, uzingatiwaji wa sheria na utekelezaji, Geoffrey Kituko, amesema kuwa maoni ya wananchi yanahitajika kuhusu kanuni za afya na usalama wa migodi, mswada wa vilipuzi wa mwaka 2026 pamoja na sera ya kitaifa ya madini iliyofanyiwa marekebisho. Now on the Explosives Bill 2026, this is a bill that is going to repeal the existing Explosives Act, CAP 115. CAP 115 is an Explosives Act that is over 100 years old, and it doesn't address most of the current issues of explosives. And this one has addressed most of the problems. Vile amesema kanuni mpya za afya na usalama migodini zitachukua nafasi ya masharti ya zamani yaliyopo chini ya sheria ya madini na kuanisha shughuli za uchimbaji nchini na viwango vya kisasa vya kimataifa, na kuwa ajali zilizoripotiwa zimeonyesha umuhimu wa kuimarisha hatua za usalama ili kulinda wafanyikazi wa migodi. Now these regulations that we are doing, they are geared towards enhancing safety of the workers and operators of the large scale mines, the small scale mines, and the artisanal miners. As I think we have read in the newspapers on mine accidents in Migori, Siaya and Kakamega. Washikadau walioshiriki katika mashauriano hayo wamekaribisha mapendekezo hayo, wakisema yataziba mianya iliyokuwepo katika sheria na sera za awali za sekta ya madini. Na tunaona ya kwamba hata ile act ya 2016 ya act of 2016 ya mining pia kuna mambo mengine ambayo yakushughulikiwa. Hivi sasa anaanza kushughulikiwa kama health, safety and environment. Wananchi wameitaka serikali kuhakikisha maoni yao yanazingatiwa, wakisema mageuzi hayo yanapaswa kuimarisha uwazi, kulinda jamii zinazoishi karibu na maeneo ya uchimbaji madini na kuhakikisha sekta hiyo inaleta manufaa ya kudumu kwa wananchi na uchumi wa taifa. Yvonne Shirisha, Runinga ya KU.